qadir, na yeye juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Allah hashindwi na jambo lolote, hata wewe ukiliona gumu namna gani. Ni gumu kwa viumbe, lakini sio gumu kwa muumba. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Allahumma la mani'a lima a'taita, e Mola wangu wa haki, hakuna wa kuzuia kile ulichokitoa. Kama Allah tabaraka wa taala ameshakupa kitu au amekadiria wewe upate kitu fulani katika dunia hii, hakuna anayeweza kuzuia kitu hicho wewe usikipate. Jamani, huyu ndiye Allah. Na adhkari hizi zote zituweke karibu na Allah, tujipendekeze zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Ikiwa Allah yeye amekadiria akupe kitu fulani au ameshakupa kitu, hakuna kukunyang'anya au kukuzuilia kitu hicho. Lakini pia wala mu'tiya lima mana'ta, na hakuna mpaji wa kile ambacho kwamba umekizuia. Allah ikiwa ameamua akupe kitu fulani, basi fahamu katika huu ulimwengu hayuko yoyote ambaye anaweza wewe akakupatia akakuzuilia kitu hicho, na alichokuzuilia hakuna wa kukupatia. Ndugu zangu, hii ndio aqida ambayo tunatakiwa kuishi nayo, na ndiyo aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani ukubwa wa Allah unabaki ndani ya moyo wako. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, wala haumnufaishi utajiri wa yoyote kwako wewe utajiri wake. Mtu mwenye hadhi, mwenye madaraka, hayamnufaishi madaraka yake kwako wewe Allah. Na maana anayenufaika yoyote katika hii dunia amenufaishwa na Allah tabaraka wa taala. Msikodolee macho mali zao walizokuwa nazo, mamlaka waliokuwa nayo. Hapana, Allah tabaraka wa taala ndiye mnufaishaji wa yote. Allah akitaka kuzuilia utajiri wake haufanyi chochote, hauwezi kumpeleka popote. Na vile vile kadhalika madaraka mtu aliyokuwa nayo haiwezi kumpa lolote, isipokuwa Allah tabaraka wa taala akadirie kutoa haya. Ndugu zangu, katika mafundisho ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kaufundisha umma huu kupitia mmoja katika masahaba, alimwambia wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka. Jua ya kwamba umma wote huu ujumuike, ukutane, hii dunia nzima yote ikutane ili wakunufaishe wewe kwa kitu, hawataweza kukunufaisha ila kwa kitu ambacho Allah ameshakiandika kwako wewe. Mathalan, tuchukulie una maradhi, una ugonjwa ambao unakutesa sana miaka mingi, kisha ikutane dunia madaktari bingwa na watu wengine watake kukuondolea wewe maradhi hayo. Hawawezi ila Allah tabaraka wa taala awe tayari amekadiria wewe unufaike kwa jambo hilo, na wala halihitaji watu wengi wala halihitaji umma. Ni mtu mmoja tu. Wakati mwingine ni story tu, unaongea na mtu, bwana mimi nasumbuliwa na 1 2 3, akakuelekeza jambo, Allah tayari ameshataka wewe unufaike, basi ikawa mtu huyo kupitia yeye ikawa umefanyaje, umepata manufaa. Vile vile umma huo kama utajumuika ukudhuru wewe na chochote, hawataweza kukudhuru ila kwa kitu ambacho tayari Allah ameshakikadiria wewe udhurike kwacho. Kwa ndugu zangu, aqida hii tunatakiwa tuishi nayo vizuri sana, na ndiyo Uislamu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi, ni katika adhkari ambazo tunatakiwa Waislamu kila baada ya swala katika swala 5 iwe ni wenye kuisoma, na ndani yake kuna fadhila kubwa sana, sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anafundisha mambo ambayo umma wake utafaidika, utanufaika kwa dunia yao na akhira yao. Hadithi hii kama tunakumbuka ni katika hadithi ambayo kwa bahati mbaya tuliiruka, kwa hiyo tumeianzia hiyo. Ni muendelezo sasa wa hadithi ambazo ziko mbele zaidi. Kuna hadithi kama 3-4 tushazisoma, naenda mbele. Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu.
sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huyu ni mmoja katika wale masahaba 10 almubashsharuna bil janna, ambao wamebashiriwa pepo na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Natuambia na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yata'awadhu dubura kulli salawati bihaulai alkalimat, alikuwa anajikinga mwisho wa kila swala, hizi swala 5, kwa maneno haya. Anataka kinga, anataka ulinzi kwa Allah tabaraka wa taala. Mkumbuke kwamba huyu anayeomba ulinzi ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye daraja yake ni kubwa kabisa, lakini bado anataka kwa Allah tabaraka wa taala amlinde na haya mambo. Mimi na wewe min babi aula kuomba ulinzi, kuomba hifadha kwa Allah na hivi vitu. Allahumma inni a'udhu bika min aljubn wal bukhl, e Mola wangu wa haki, hakika mimi najilinda kwako wewe kutokana na uoga, kuwa na tabia ya uoga, na kutokana na ubakhili. Uoga sio sifa nzuri kwa mu'min, na vile vile ubakhili si jambo zuri. Na tunasoma tarehe au katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana ajwalun nas, alikuwa ni mtoaji sana, alikuwa mkarimu sana katika watu. Hii ni tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini bado anamuomba Allah amkinge na ubakhili, kuonyesha kwamba ubakhili ni jambo baya sana sana. Usijipongeze ukiwa wewe ni mtu bakhili hata kidogo. Mbele ya Allah upendezi, mbele ya watu upendezi. Kesho siku ya kiyama nafasi yako ni mbaya kabisa, sababu Allah amesema, waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun, ambaye ataepushwa na ubakhili wa nafsi yake tayari amefaulu. Sasa wewe ambaye kwamba unaujengea mazingira ubakhili iwe ni jambo lako uko nalo, wewe ni si katika wenye kufaulu. Kwa hiyo hii tabia sio nzuri. Tujitahidini kuwa wakarimu sana. Unapotoa basi Allah ndo anakufungulia zaidi, lakini kumbuka kuna malaika wa Allah tabaraka wa taala ambao wanaomba kila siku wakimwambia Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, e Mola wangu wa haki, mpe yule anayetoa badala ya alichokitoa, kwa maana mpe ziada, mpe badala ya alichokitoa. Kwa maana unapotoa kuna uhakika wa kurudishiwa na kupewa ziada, kama Allah alivyosema, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitawazidishieni. Na shukrani bora ni hii ya kivitendo, kufanya khairi mbalimbali. Pia malaika hao wanaomba, Allahumma aati mumsikan talafa, e Mola wangu wa haki, mpe yule anayezuia kuharibikiwa, mambo yake yaharibiki. Sasa hii dua sio dua ndogo. Kumbuka wanaomba ni malaika wa Allah tabaraka wa taala, na ndiyo sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kila baada ya swala katika sala 5, katika mambo ambayo anamuomba Allah amlinde nayo ni swala zima la ubakhili. Pia katika dua hiyo, wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umr, najilinda kwako mimi kurudishwa katika umri duni kabisa, ikawa ni mtu ambaye sina manufaa yoyote. Kuna umri ukifikia sasa inakuwa ni zaidi ya mtoto, zaidi ya mtoto mdogo, kila jambo ufanyiwe, hujui chochote, maskini. Ili Allah kalizungumzia ndani ya Qur'an, waman nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq afala yaqilun, tunampa umri mwingi, miaka 120, miaka 110, miaka 100, na huyu tunamrudisha katika umbile lake, anakuwa amerudi nyuma sana. Hivi akili hawana? Wafikirie hili. Kwa hiyo umri huu hakuuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba katika hadithi mwenyewe amesema, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun majawaza dhalik, kwa maana umri wa ummati wangu unacheza hapo kati ya 60 na 70. Wako wanaovuka lakini ni wachache, na ndio maana mnaona sasa hivi vifo vya vijana ni vingi sana, chini ya 60, na maajali, matukio mbalimbali haya. Kwa hiyo kurudishwa ama kupelekwa umri ule wa kupindukia, Mtume hakuliomba hili na wala hakulitaka. wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min fitnati alqabri, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anajilinda kwa Allah kutokana na fitna za dunia. Dunia ina mitihani mingi sana, na siku zote usiiombe mitihani hata siku moja, hata uone ni mdogo kiasi gani. Jua hiyo ni fitna sana kwako wewe, na ni fitna mbaya.
na unaweza ukaushindwa mtihani ikawa ni sababu ya kuangamia kwako. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba Allah amlinde na fitna mbalimbali. Dunia ina fitna nyingi, kuna fitna za mali, kuna fitna za wanawake, kuna fitna za watoto, fitna zimezagaa, fitna za ulimwengu wa utandawazi ambao tuko nao leo hii. Mambo ni mengi mno. Pia wa'udhu bika min fitnatil qabri, najilinda kwako wewe kutokana na adhabu ya kaburi. Haya ni mambo muhimu sana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba ulinzi kwa Allah tabaraka wa taala. Hizi adhkari ndugu zangu ni muhimu sana, ingawa tuna haraka sana baada ya swala kunyanyuka kukimbilia majukumu, lakini hizi nyiradi ni kinga na ni ulinzi kwa Allah, ni ulinzi wa dini yako kama itakuwa tunazifanya kwa istihqaqi yake. 80% ya waswaliji au zaidi hizi nyiradi hawazifanyi kikamilifu. Wengi hata wanaokaa kufanya kuvuta uradi baada ya swala huwa wazifikii pengine hata nusu ya nyiradi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au wengine hata robo, na wengi ni ambao kwamba wananyanyuka. Na ndio maana watu wanayumba sana katika dini, watu wanayumba sana katika dini, watu wanashindwa kuwa na istiqama, kuwa na misimamo thabit kwa sababu ya haya mapungufu ambayo tuko nayo. Hizi adhkari ni sehemu kubwa ya dini, ni sehemu kubwa ya ulinzi hata wewe na familia yako kutokana na masaibu ya mashaitani, majini wabaya, ni ulinzi, lakini tunaghafilika kwazo. Pia tunawaomba ndugu zetu idara ya elimu, hizi ziandikwe, ziorodheshwe, kiwezekana zigawanywe inshallah, kama uwezo utakuwa upo, kama haupo zibandikwe katika milango ya misikiti, watu waweze kufaidika na hizi nyiradi. Muadh ibn Jabal al-Ansari radiyallahu anhu naye anatuambia anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha biyadihi wa qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshika mkono wake na akasema, ya Muadh, wallahi inni la uhibbuk, e Muadh, na hapa kwa Allah mimi nakupenda wewe. Na hii ndio sunna. Ikiwa mtu unampenda, basi umwambie kwamba nakupenda kwa ajili ya Allah, mwambie. Na wewe unaambiwa pia, kuna maneno yaliyothibiti katika sunna ambayo unatakiwa umjibu. Nakupenda yule ambaye umenipenda mimi kwa ajili yake au kwaye. Kwa hiyo, ya Muadh, wallahi inni la uhibbuk, e Muadh, na hapa kwa Allah mimi nakupenda. Faqala, akasema, usika ya Muadh, na kuhusia wewe Muadh. Huu ni wasia, na maulama wanasema alwasiya ablaghu min al-amri. Wasia una uzito na sauti yake ni ya juu zaidi kuliko hata amri. Ukisikia kwamba amehusiwa jambo fulani, yule mwenyewe amekufa, amehusia na ameamrisha, huu alwasiya una nguvu kubwa sana. Kwa hiyo anamwambia na kuhusia, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Huu ni wasia. Na angalia baada ya hapo, lugha aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lugha ya msisitizo sana, kuonyesha uzito wa hili jambo na umuhimu wake. La tada'anna, usiache tena, usiache, usije ukaacha. Yani huu ni wasia, kosa yote hili usiliache. Fi duburi kulli salatin, mwisho wa kila sala, taqulu, kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika, e Mola wangu wa haki